katika hii point uliuliza kwamba ni entry ingekuwa wapi katika hii point, si ndivyo? Katika hii point hapo katikati, kwamba ingekuwa kwenye breaker au ingekuwa wapi, au ingekuwa hapa. Yani kwa sababu mshale wako ulikuwa hapa, si ndivyo? Sawa. Na wewe ulitaka kuingia hapa kwa kwenda juu au kwa kwenda wapi? Kwa kwenda chini sasa kwenye hiyo kwa kwenda huku chini. Kwa sababu imevunja hii. Okay, sasa hapo swali lako ndo nimelielewa vizuri. Ndio maana ni kama tulielewana kama hatukuelewana, si ndivyo? Ni sawa. Nisikilize vizuri. Hiki kitu kuna siku nilikuwa nakiongelea hiki kitu. Unaona hii market hapa? Hii market imetengeneza kitu cha namna hii. Yaani hii market imetengeneza hiki kitu. Sawa sawa? At the same area. Hiki kitu. Alafu ikatengeneza kitu cha namna hii. Alafu katika hili eneo kikaja kikatengeneza kitu cha namna hii. Ni kama nimeigeuza tu kwa sababu kilichoanza ni cha kubai, yani tuseme hivi, tutachanganya watu. Yani ilianza ikafanya hivi pap pap, sawa sawa, ikaenda sawa sawa, then hapo hapo ikaja ikafanya hivi, alafu ikavunja neckline. Umeona hicho kitu? Yani hichi kitu vyote vipo sehemu moja. Yani hiki kitu ambacho unakiona katika hii point hapa, hiki hapa, ndio hicho nicho kichora hapo juu. Vyote vipo at the same what? At the same point. Vyote vilifanyika katika pointi moja. Umeona hicho kitu? Haya. Kwa hiki kitu kilichofanyika kwenye pointi moja kikawa hivi. Hiki kikawa kinakwambia you have to sell hiki. Umeelewa hapo eh? Sawa. Alafu hiki cha huku kinakwambia you have to buy. Umeona hicho kitu eh? Lakini nakuja kuangalia kwamba ni structure zipi ambazo ziko valid, kwa sababu hii market wakati inakuja ilikuwa hivi. Angalia hii market, nisikilize kwa umakini hapa. Hii market wakati inakuja kutoka huku chini huku, si ndivyo? Wakati inatoka huku juu inashuka chini, ilikuwa inashuka chini, si ndivyo? Kwa kitu ambacho kilifanyika hapa, naomba ni admit mtu. Alright, so wakati hii market inakuja huku chini huku, ndipo ilipokupatia hii structure hapa, hii structure hapa katika hili eneo. Umeona hiki? Na hiki structure manake alikuja kuchukua hizi liquidity hapa. Unaona hizi? Ndio liquidity alizokupatia. Kulikuwa ndio maana nakwambia nilitumia kwenye voice note ili ukisikiliza nikakwambia kwamba area ambayo inatakiwa uizingatie zaidi isiwe na liquidity moja, iwe na more than one liquidity. Kwa namna gani? Kwa namna hii hapa. Yaani ukiangalia katika pointi kama hii unajikuta kwamba kuna break. Yaani kwa mfano katika hii point au wanaoingia watatuchanganya kinyama. Ngoja tupamite tu mtu hapa. Haya. Sasa ukija kuangalia kwamba hii ilikuwa ni breaker block, si ndivyo? Umeelewa eh? Alafu baada ya hii market ilikuja kufanya rejection katika hii point, lakini haikuifikia. Kwa hiyo ikabaki FVG at the middle hapa katika hii point, si ndivyo? Kwa kukawa combined kati ya FVG na breaker block, kukawa na liquidity ngapi? 2. Umeelewa hapo eh? Sasa kwa ndo maana unajikuta kwamba hii rejection ya kendo ya hapa, hii hapa, angalia hapa nikitoa hichi kivuli watu wanaweza sione. Hii rejection hii ilikuja kwenye hii FVG hapa. Umeona? Ndio maana mtu aliyechukua hii breaker block hii lazima alivunjiwa. Yaani unaweza kushangaa aliweka SL exactly. Unaweza kujikuta kwamba alitolewa alafu market ikafanyaje? Ikaenda. Sasa kitu kinachofanyika hapa ni hiki hapa. Sasa nakuja kuangalia kati ya hii liquidity hii hapa na hii hapa, ipi ambayo ilikuwa valid, kwa sababu hii market imefanya pivot. Naposema imefanya pivot, imekuja kurudia kwenye a particular liquidity na kwenda wapi? Kwenda juu. Sasa wakati hii market kuna mtu ambaye alibai hapa, entry yake ilikuwa hapa. Ajili ambayo wewe ulikuwa unatafuta entry hapa. Umelipata hapa? Na TP yake ilikuwa around this area. Unaona ile eneo hapo? Kuna mtu yupo kwenye kelele. Unaona hichi kitu hapa? Unaona hii? Kwa nini nimeweka TP yangu hapa na sijaweka kwenye hiyo B? Kwa sababu naona kabisa hapa kuna breaker block, kuna FVG. Kwa hiyo kuna possibility kubwa ya hii market kuja kuifanya reversal wapi? Katika hii point. Kwa sababu kuna combined ya liquidity ngapi? 2 at the same point. Kwa katika mimi ninachokifanya hapa sasa, nakuja kufanya kwamba hii market nikitoka hapa inatakiwa TP yangu niiweke wapi? Niweke katika hii area hapa.
nakuja kuangalia kwamba nakuja pale pale kwenye swali lako hapa. Je, kati ya hizi liquidity mbili, hii hapa na hii hapa, hii ilikuwa inaniambia ni sell na hii huku ilikuwa inaniambia nifanyaje? Ni buy. Kumbuka mtu ambaye alikuwa anaona wa kwanza kabisa kuona hizi liquidity ni huyu, kwa sababu soko silitoka huku, lilitoka upande wa kushoto. Soko linatoka upande wa kushoto linakuja upande wa kulia, si ndivyo? Kwa huyu binadamu, manake it means huyu akija kuangalia kwamba hii market ilivunja hii structure hapa, hii market ilivunja hii structure hapa katika hii point. Unaona hii ilivunja hapa, si ndivyo? Ikaacha hii breaker, si ndivyo? Ikaacha hapa breaker, lakini inside breaker ikaacha hii FVG hapa. Unaona hii ni FVG. Sijui kama kuna mtu anaona. Naomba ni mark kwa hivi. Hii hapa kuanzia hapa mpaka katika hii point, hii ni FVG yetu. Kila mmoja anaona hapo, si ndivyo? Sasa katika haya mazingira unajikuta kwamba kuna combination ya vitu viwili. Kuna hii breaker alafu kuna FVG. Manake mtu aliyeingia kwa hii FVG tunasemaga SL ni kendo iliyotengeneza FVG, au kama wewe hutaki kuweka tight SL, manake ungekuja kuweka SL yako hapa chini hapa kwenye entry ya huyu jamaa wa huku mwanzo. Umeona? Manake wewe ungeingia katika hili eneo hapa katikati hapa kwamba una buy sasa, kwa sababu tayari lishakuonyesha then SL yako ambayo kwa mujibu wa FVG SL yako ilitakia iwe hapa, si ndio? Kendo ambayo imetengeneza FVG. Au kwa mtu ambaye anakuambia mimi sitaki tight SL, huwa zinatoa sana, angekuja kuiweka wapi? Kuiweka hapa chini. Kwa hiyo manake nataka kukuambia nini? Nataka kukuambia kwamba entry ambayo ilikuwa valid ni hii ya kubai na sio hii ya kuseli. Nimeeleweka hapo? Na ukiangalia hapa katika hili eneo walitumia kitu kimoja tu, kigezo kimoja tu, alibreak tu hapa. There is no structure here. Walibreak tu, yani walibreak tu hichi kikendo kimoja basi. Lakini hapa kuna structure, kama unaona vizuri kwamba hii na hii kuna utofauti. Hii ni structure, lakini hii amebreak only one candle. Alafu then akaja kuivunja juu. Umeona hicho kitu? Lakini ukija kuangalia kwamba hiki kwa nini walikuachia baadaye wanakuja. Naam. Kwanza Teacher. Achia kwanza misasi. Utaniuliza kwanza. Tulia kwanza. Sawa sawa Mbona yani haionyeshi screen au ni kwangu tu ni? Nimetoka na rudi, nimetoka na rudi, lakini sioni. Hiyo network ya visiwani istukize. Urudi tena upya. Angalia hapa. Ndio maana nilikuwa nakataa usiniulize kwa sababu flow yangu inapotea. Angalia hapa. Ukija kuangalia hapa, kwa nini walikutengenezea hiki? Ndio maana nakwambia any area with more than one liquidity inakuwa ni variable mno, wanasemaga nini? Point of interest ambayo inakuwa na nguvu zaidi. Angalia hapa kitu ambacho kinafanyika hapa. Ukija katika hii point utakuta kwamba walivunja katika hii, walivunja hii structure, si ndivyo? Baada ya kuchukua hii, si ndivyo? Alafu baada ya hapo wakakuachia liquidity huku ndani, wakakuachia liquidity ngapi? Mbili. Once again wakakuachia hii breaker, si ndivyo? Alafu wakakuachia hiyo B. Umeona hicho kitu? Kwa katika mazingira haya wakakuachia entry nyingine kwamba tukitoka huku juu tunakuja once again. Huyu jamaa anakuja tena, labda aliingilia hiyo B hapa, unaona hapa. Alafu SL yako maana yake ingekuwa wapi? Katika hili eneo hapa chini kwenye hiyo B, then market inamchukua, then inaenda huku. Wanakuachia tena liquidity ngapi? Ziko mbili, kuna hii hapa, kuna hii hapa. Ungeingilia katika hii ya chini, hii ya chini unaingilia hapa na SL yako bado ingekuwa wapi? Hapa chini. Kwa ndio maana unajikuta kwamba ingekuwa hapo juu. Kwa hiyo unajikuta kwamba mtu ana entry nyingi, anabai ana sell, lakini anajua anachokifanya. Huu mchezo usiufanye kama huelewi. Sisi kusema mwalimu alisema unabai hapa, una sell hapa, unafanya. Kama huelewi usifanye hivyo. Sawa sawa, lakini kuna vigezo vingine ambavyo vinakuwa combined inside. Kwa swali lako jamaa wangu, nadhani ni Ashraf, sijui nani, ni Ashraf bila shaka. Utakuwa umenielewa hapo na nimekujibu vilivyo. Kama una swali lingine unaweza kaniuliza once again. Hapo nimekuelewa. Umenielewa eh? Sasa angalia kitu ambacho kimetokea once again katika hii point. Katika point hii kuna jamaa mwingine yupo upande wa masterclass kule. Nadhani Ashraf pia upo. Sawa sawa. Kulikuwa na kitu hapa kilikuwa dakika 5 kinaonekana vizuri 5 minutes, lakini pia 1 minute tutakuja kuona hapa.
hapa kulikuwa na kitu ambacho kinaonekana, ambapo mpaka sasa hivi jamaa umeingia na kelele kejo Shadrack, zima mic yako right. Ukija katika hii point, hii market hii move tulikuwa tunahangaika nayo. Exness alituzimia margin hapa, hii alituzimia margin hapa katika hii point hapa. Blai ulikuwa hapo, nimekuona hapo. Baada ya hapo asubuhi ile tukawa tunahangaika naye hapa, katugomea kuingia kwa sababu kuna mtu anawasha mic ukiwa kwenye kelele, lazima mic ili mambo yaende. Kwa katika mazingira haya tulikuwa tunatembea na hiki kwamba hii market ilituachia hiki kilikuwa ni kama structure ambacho kilikuwa kinatudrive. Baada ya kukivunja tukapata entry hapo tuingie sasa. Exness naye akafanya ya kwake. Sasa ukija kuangalia katika hii point amekuachia a certain liquidity katika hii point. Kuna jamaa ambaye nilikuwa naongea naye huko, nikawa nasema nina mashaka na hii entry, sijui ni hii, sijui aliimaki chini, nadhani aliimaki chini, sijui ni hapa, nadhani ni hapa. Unakuja kuangalia kwamba ni kweli pana a particular liquidity hapa, kwamba unaweza ukaibai ukaenda nayo. Watu ndo wanaingia, Mr. Dina yakachelewa. Haya, kwamba hiyo entry inakuonyesha kwamba market inaenda wapi? Inaenda juu. Umeona? Entry ya namna hii ni kweli, ni sahihi kwamba inaenda wapi? Juu. Na sero yako iko wapi? Iko hapa. Kuna wengine wanaweka tight, kuna wengine wanaweka chini kidogo. Kuna jamaa anakaa anamwambia kwamba entry za namna hii sometimes inatakiwa kae nazo kwa machale. Kwa machale kwa namna gani? Kwa namna hii. Gold huwa ana vitu fulani hivi amazing fulani. Ndio maana unajikuta kwamba entry kidogo inatakiwa uwe unaelewa unachokifanya. Angalia hapa. Huyu jamaa huyu Asian alikuwa ametembea hiki. Unaokiona hiki alikitengeneza wakati wa Asian. Naomba niwashe indicator hii. Unaona? Hii hapa ilikuwa ni Asian, alitembea hapa. Sawa sawa? Hapa katika hili eneo. Sasa katika hili eneo huyu jamaa sometimes ana tabia, na hii aliifanya jana. Jana kuna kitu kimefanyika wakati wa jioni saa 10 sijui saa 11 pale, kuna kitu alikifanya gold. Nitaenda kukuonyesha hapa. Angalia kitu kilichofanyika hapa. Huyu jamaa katika hii point, hii Asian alikuwa anatembea hivi. Alikuwa anafanya collection. Sasa katika hili eneo ndio maana nakwambia leo na mashaka kama kitu kilichotokea jana kinaweza kikatokea. Unaona hiki? Yaani hii ni ranging, alafu ranging yenyewe ilianzia huku. Manake imeanza out of Asian. Yaani hii ranging alikuwa anaenda alafu akaanza kucollect hapa ndani Asian hii. Alafu wakati anatoka kwenye Asian block, anatoka kwenye Asian block, akasweep kwanza kabla hajatoka. Yaani amekuja kusweep hizi liquidity zote hapa. Yaani amekuja kutoka nje ya Asian hapa katika hii point hapa. Ametoka alafu ndo akawa anaenda. Kwa maana yake it means kitu ambacho tunategemeaga kwamba akifanya wakati wa London au akifanya wakati wa New York, ameshakifanya wakati bado hajatoka kwenye Asian yenyewe. Hivi naeleweka hapo. Kuna mtu ametengenezea ndege hapo, sijui ni nani. Kuna ndege inasikia huko, itakuwa ngoma, tutatupasua ngoma. Kwa katika mazingira haya unakuja kuangalia kwamba hii ndio maana nikawa nasema kwamba kuna jamaa ambaye alikuwa ametengeneza entry yake hapa kwamba akae kwa machare, kwamba inaweza ikachukua, lakini inaweza ikaja tena ukajikuta kwamba inafanya kitu cha namna hii alafu ndio inarudi juu. Kwa hiyo inakutoa alafu inaenda. Gold huwa ana namna hiyo, huwa kuna kitu anakifanya ambacho kinakuwa hivi. Fuatilia jana ametengeneza kitu gani? Ni permit mtu hapa. Haya, angalia kama naomba niwashe hii indicator. Uangalie jana alifanyaje. Unaona hiki kitu hapa? Hii Asian alitoka tu, na collection ya Asian alikuwa anaifanya namna hii. Lazima kwa sababu alishatuonyesha. Hii collection yake alikuwa anaifanya anapanda hivi. Sawa sawa? Alikuwa anaifanya kwa kupanda. Hii ilikuwa ni Asian hii. Sawa sawa? Sasa ukija kuangalia kwamba alitengeneza liquidity. Hizi tunasema ni buy side liquidity, alafu huku tunasema ni sell side liquidity. Ambapo tulikuwa tunaona kwamba hii market inaenda, mbona hairudi kwenye Asian huku? Unakuja kuangalia kwamba alikuja kuchukua
alikuja kuchukua hizi liquidity hizi, alitoka huku akachukua hizi, then baada ya hapo ndo akapanda. Alitembea kwa kasi mno. Kama kuna mtu alimuona wakati anatoka hapa, alitembea kwa kasi mno kupanda hapa. Hizi pips zilikuja ndani ya muda mfupi sana katika hili eneo, mfupi mno, hakukaa kwa muda mrefu. Angalia move ambayo ilitengeneza hapa, ilikuwa ni move ya narara hapo, lakini hii ina kendo kadhaa, hii candlestick za kutosha. Kwa ni pips ambazo ukikutana na move ambayo imesweep Asian au imepatika kwamba kuna order block au imesweep kwenye Asian alafu ndo kainasa hiyo move inakuwa moja better sana, inakuwa ni move ambayo nzuri sana. Nadhani nimeeleweka hapo Ashraf, kwenye lile nani lako lile kwinini swali lako. Kwa hapa unaweza ukamhold, ni sehemu ambayo inakwambia uwe na BE mkononi, lakini sina imani ya kwamba anaweza karudi leo hapa kwa sababu ya namna alivyoondoka. Ameondoka akiwa amesha sweep liquidity tayari, amesha sweep tayari, alafu ndo anaondoka. Sina imani kama anaweza akarudi hapo once again, na akirudi anaweza akapitiliza, akirudi katika ile eneo. Yani ile eneo inaweza kawa ni entry nyingine. Yani kwa mfano akatoka huko alikotoka, kama hata panda, yani anaweza akatoka akafanya hivi, akaenda akafanya hiki kitu, yani akifanya hiki labda akafanya hivi, alafu akarudi huku, anaweza akavunja, alafu ikawa ni entry ya kwenda chini namna hii. Nimeeleweka?